Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitakuwa nina swali, nitakuwa nafundisha kwa mfumo wa maswali, na kwa sababu nitakuwa nafundisha kwa mfumo wa maswali, nitaomba msomaji wangu unanisaidia kujibu kwa niaba ya watu wengine. Swali la kwanza ambalo natamani kukuuliza wewe kama Mkristo unayekwenda kanisani kila siku bila kujali dhehebu zako, bila kujali unasali kwa mtume, nabii, askofu au popote unaposali, kwa nini unakwenda kanisani? What is the purpose of you going to church? Lengo la wewe kwenda kanisani ni lipi? Wewe unasali kwenye kanisa la Wasabato au unasali KKT au unasali Roman Catholic au unasali Pentecost au unasali kwa nabii au kwa mtume au vyovyote, kwa nini unaenda kanisani? Lengo ni nini? Na nimekuja kugundua kwamba asilimia 90 ya Wakristo hawajui kwa nini wanaenda kanisani. Na unajua kwa nini Wakristo hawajui wanaenda kanisani? Kwa sababu tumestack kwenye dini. Tumestack kwenye dini kwamba umekuwa labda wewe ni Mluteri au labda umekuwa wewe ni Mroma, kwa umekulia hapo. Lakini pamoja na kwamba umekulia hapo, haujawahi kujua malengo ya wewe kuwa kanisani, kwa sababu umekuwa kwenye tamaduni, umekuwa kwenye utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo ule utaratibu wa kanisa ndio unaofuata. Kwa hiyo haujui ni kwa nini unaenda kanisani. Kwa tumestick pale kwa sababu sisi Kristo tumebaki hapo hapo kwenye kanisa, au mimi ninasali kanisa fulani, mimi nasali huku, mimi nasali kwa mchungaji fulani. Lakini lengo la wewe kwenda kanisani, mtumishi wa Bwana, ni lipi? Kwa nini unaenda kanisani? Sasa hivi tumefunga kwa lazima. Kwa nini sasa unaenda kanisani? Kwa nini unaomba? Mtu yeyote yule ambaye amezaliwa na mwanamke anapaswa kujiuliza hili swali: mimi lengo la mimi kwenda kanisani ni nini? Na nitaomba niulize swali hilo hapa, huyu atanisaidia kujibu kwa niaba ya wengine. Kwa nini unaenda kanisani bwana? Kwa mimi nafikiri tunaenda kanisani ili kukuza imani zetu na kuzidi kukua kiroho zaidi na kujijenga zaidi. Kukuza imani ya namna gani? Kukuza imani ya namna gani? Unajua, kwa sisi tuna changamoto nyingi sana ambazo tunapitia kama Wakristo, ambazo mara nyingi zinakuwa zinatujaribu imani zetu ili kuturudisha nyuma. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda kanisani, Mungu anasema na mioyo yetu, kiasi kwamba kama ulikuwa tupo karibu na kukata tamaa, unaweza kukutana na neno ambalo litakufanya ufanyaje, uzidi kusonga mbele. Okay, sawa. Sasa ili tusipoteze muda, kila Mkristo anapaswa kujua kwa nini anaenda kanisani. Watu wa Mungu, tunaishi kwenye dunia ambayo ni lazima tuwe tunajua sababu ya kila jambo tunalolifanya. Ukiwa unaenda kanisani kwa mazoea, kwa sababu unaenda kanisani, sijui unaenda kufanya nini kanisani, unapoteza muda. Na kuna watu wengine wanaenda kanisani, wanaenda kutafuta sehemu ambayo kitokea amekufa au ana shida, mchungaji aende kuzika. Kwa ile purpose ya kanisa imeondoka, watu wa Mungu. Na mara nyingi watu wamekuwa wakizani kwamba ukimkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukawa unasoma neno, ukawa unafunga na kuomba, basi wewe umekuwa Mkristo mwema. Hapana. In fact, unapokuwa unaenda kanisani, ukiwa unaenda kanisani, unachoenda kukitafuta kanisani, unaenda kutafuta kuwa mwanafunzi wa Yesu, kujifunza kuwa mwanafunzi wa Yesu. Narudia tena, tunachokwenda kukitafuta kanisani, watu wa Mungu, ni kwenda kujifunza vyema
kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa mchungaji akisimama mbele au askofu au mtume au nabii akiwa anahubiri, anapaswa kutufundisha namna ya kuwa wanafunzi wa Yesu na kuyashika maelekezo ya Yesu. Hiyo ndiyo purpose ya kwenda kanisani, na kwa sababu hilo ndio lengo la kwenda kanisani, watu wa Mungu, hizi zingine, ukiri Kristo, unasoma neno, unafunga na kuomba, ni preliminary stages. Ni preliminary stages, ni stage za awali, ni hatua za awali, hatua za awali. Kwa nini ni hatua za awali? Kwa sababu kuna mtu anamkiri Kristo leo na nyinyi mnajua kesho anaendelea na maisha yake mengine. Kwa hiyo huwezi kusema huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Mwingine anasoma neno lakini for the sake of argument, yani anasoma ili aje, kwa sababu kuna watu wengine ambao sio wa Kristo kabisa na wanalijua neno. Lakini kuna mwingine anafunga na kuomba. Neno la Mungu linasema kila wanaomwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Wewe unafunga, unaomba, lakini hauombi katika roho. Kwa hiyo hizi hatuwezi kusema wewe umekuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu hizi ni preliminary, ni stage za mwanzo kabisa za kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa ili tuseme wewe ni mwanafunzi wa Yesu, ili sasa wewe uweze kusema unaenda kanisani ukajifunze hilo kanisa ulipo, useme sasa mimi nimekuwa mwanafunzi wa Yesu, au unampenda Yesu. Ni vitu gani unatakiwa kuvifanya au kuwa navyo kama Mkristo? Wewe ambaye unasali either KKT, either Roma, either unasali Sabato au unasali Pentecost, popote pale unaposali, kila mtu tunatumia Biblia moja, neno la Mungu ni moja. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, yule Yesu aliyemsema, unapaswa uweje? Kwanza, kwa nini unatakiwa mwanafunzi wa Yesu? Unapaswa mwanafunzi wa Yesu kwa sababu katika kitabu cha Mathayo, msomaji wangu, Mathayo 28 mstari wa 16 mpaka 20, Yesu alikuwa baada ya kufufuka kutoka kaburini, watu wa Mungu, aliwatokea wanafunzi wake akawaelekeza. Kuna maelekezo aliwaelekeza, akawaambia, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Naomba nisomee andiko, msomaji wangu, 28:16 mpaka 20. Mathayo 28 mstari wa 16 mpaka 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya hadi katika mlima ule aliowaagiza Yesu. Yesu anafufuka, akawa ameelekeza watu, wakamwambia wanafunzi wake wakakutana naye katika mlima Galilaya, wale wanafunzi 11, ukimtoa yule Yuda aliyemsaliti. Nao walipomwona walimsujudia. Lakini baadhi yao walikuwa na mashaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Yesu alipowaelekeza, kitu alichowaelekeza wanafunzi wake wale 11 wale, ilikuwa ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Ukishawafanya mataifa kuwa wanafunzi, ukiwafundisha yale maelekezo yote ambayo Yesu aliwafundisha wale wanafunzi wake,
Kwa hiyo lengo la kwenda kanisani kumsikiliza mchungaji, pasta, askofu, mtume na nabii ni kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tunaelewana watu wa Mungu? Purpose ni kumfanya huyu mtu awe mwanafunzi wa Yesu. Akiwa mwanafunzi wa Yesu, maana yake atampenda Yesu. Kila aliye wake anampenda. Ndio maana anasema mkinipenda mtazishika amri zangu, kwa hiyo mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo wewe kama unasali kanisa lingine lolote lile, ujue sababu ya wewe kwenda kanisani ni kuwa mwanafunzi wa Yesu ili uweze kumpenda Kristo. Sababu nyingine yoyote ile iko nje ya kile Kristo alichokiagiza. Hakuna mahali Kristo aliagiza kwamba twende makanisani tukafanya ibada kuwa mazoea. Unaenda unatoka, hauelewi saa nyingine hata mchungaji alichohubiri, umetoka tu. Kwa hiyo lakini ni lazima Jumapili tena uende. Purpose hiyo haipo. Malengo yale ya Kristo kuifanya kanisa kwa wanafunzi wake kwamba wakahubiri Injili, wakiwafanya watu kuwa wanafunzi wao, yameondoka. Sasa hayo ndio tunayopaswa kuyafundisha leo kwa nyakati tulizo nazo, ili tujenge msingi. Tukijenga msingi ulio imara kwa Wakristo leo, tunajua kuna wakati adui atapanda magugu, lakini adui akipanda magugu yatakuwa pamoja na ngano tuliyopanda. Wakati Baba anakuja kuvuna, yamkini atakutana na ngano iliyo salama. Sasa ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu, kuna stages. Hizo stage ziko 6. Ukifikisha stage ya 6, ndo nakwambia sasa wewe umequalify kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo tukienda kanisani, kila wakati tunapokuwa tunaenda kanisani, tuyakumbuke haya ambayo ndiyo ya msingi. Stage number 1. Stage 1. Stage number 1, msomaji wangu unisomee katika kitabu cha Luka, kitabu cha Luka sura ya 14 mstari wa 27 mpaka 30. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu, uweze kusimama mbele za watu useme nampenda Yesu, kuna stages. Na ndugu zanguni, nataka kuambia Wakristo wenzangu, Ukristo sio rahisi. Kumfuata Kristo na kusema nampenda Kristo si kazi rahisi. Una vitu vingi unapaswa kuvifanya, na hivi vitu unavyopaswa kuvifanya ndio hizi stages zinazokuelezea hapa sasa, ili uweze kuwa huyu mwanafunzi wa Yesu. Ukifanya Injili ikawa rahisi, watu watajua nikimkiri tu Kristo, nikawa natoa sadaka na fungu la 10, nimemaliza mimi, Yesu akirudi leo. Hapana, kuna vitu unatakiwa kuvifanya, na nakuhakikishia it is not easy. Inahitaji kujikana nafsi. Sikiliza hili somo mpaka mwisho utanielewa. Twende stage 1, 14:27. Luka mlango wa 14 mstari wa 27 mpaka 30. Mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu. Mtu yoyote yule, wewe si Mkristo, unasali kwenye dhehebu lolote lile, ndio. Usipotaka kuchukua msalaba na kumfuata Kristo nyuma yake, wewe ni sawa na Mafarisayo, wale watu wa dini waliokuwepo kipindi kile. You are not a Christian. Endelea.
mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi? Maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara, haketi kwanza na kuhesabu gharama. Ukitaka kujenga nyumba au mnara, unaketi kwanza unahesabu gharama, kwamba nawe anavyo vya kumalizia. Unavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumalizia baada ya kupiga msingi. Usije ukashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Watu wanaokutazama wakaanza kukudhihaki, wakisema mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. So the very first stage, kama Mkristo kokote kule ulipo, kwenye dhehebu lolote lile ulipo, kitu cha kwanza mimi nachokifanya hapa, najaribu kukujengea msingi wa Ukristo. Yamkini sasa hivi uko duniani, lakini uko baadaye, wakati wa uzee wako, utakumbuka unatakiwa kufanya kitu gani, kwa sababu majira yanakuja. Hakuna jambo lisilokuwa na majira yake. Kwa hiyo cha kwanza unapiga hesabu. The very first thing unachofanya, unapiga hesabu. Kwenye hilo andiko unajiuliza hivi, mimi nataka kujenga hii nyumba, ninayo fedha za kunyanyua msingi mpaka nikamaliza hii nyumba? Lazima tunapiga hesabu. Vile vile kwa Kristo, ukitaka kumfuata Kristo ili uwe mwanafunzi wa Yesu, sasa you can be a Christ, ni lazima upige hesabu, ujiulize, mimi niko tayari kuyaacha haya ninayoyafanya sasa hivi? Yale mambo tunayoyafanya, yale ya sirini yale na yasiyo ya siri, lakini tunayafanya maofisini, labda kutafuta kupiga dili, kufanya nini, uko tayari kuyaacha? Kwa unapiga hesabu, unaangalia gharama za kuyaacha haya mambo. Ukishajiambia mimi bwana, hapa siwezi kuacha, basi huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ukiwa unaenda kanisani, unatimiza wajibu wa kwenda kujaza viti, lakini ukishasema sasa kwamba mimi ninaweza kuyaacha haya, unakuja stage number 2. Stage 2, msomaji wangu, stage 2 utanisomea kwenye kitabu cha Luka 9:23. Mstari wa 23 mpaka 24. Luka 9 mstari wa 23 na wa 24. Akawaambia wote, Yesu akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe. Unajikana. Hapa ulipiga hesabu ukajiona unaweza. Mara cha pili sasa unakuja kujikana. Unajikana nini? Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Hapa unajikana na unajitwika msalaba kila siku. Kujitwika msalaba kila siku, watu wa Mungu, ni kufanyaje? Ni kusema kila inapoitwa leo kuna kitu nitakifanya kwa ajili ya nafsi yangu. Nitasoma neno, nitahakikisha naomba, nitahakikisha nakaa kwenye uwepo wa Mungu. Sitafanya mambo mengi ambayo hayahusiani na mambo ya Mungu. Unajikana nafsi yako na unajitwika ule msalaba sasa kila siku, kwa sababu unatakiwa ufanye kila siku. Na hii ni kwa Kristo wote, hata yule asiyekuwa Mkristo lakini anataka kumfuata Kristo ili awe mwanafunzi wa Yesu. Endelea. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, mtu atakayetaka kuifanya nafsi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba endelea kidogo. Na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalimisha. Mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo kumbe kuna kuiangamiza nafsi. Kuiangamiza nafsi maana yake ni nini? Kuna wakati utatakiwa
kufunga na kuomba usile chakula kwa sababu unaiangamiza nafsi, kama ambavyo leo sasa mnafunga na kuomba, kuna Kwaresma na nini. Unaiangamiza hiyo nafsi sasa kwa sababu ya Kristo, kama ambavyo kuna vitu utatakiwa kuvifanya kwa ajili yake, hata kama wewe havikupendezi, unaiangamiza nafsi. Stage namba 3, msomaji wangu. Stage namba 3 tutaipata kwenye kitabu cha Mathayo sura 22 37 mpaka 39. Mathayo sura 22 37 mpaka 39. Biblia inasema, fuata amri iliyokuu. Hapa ni unafuata amri iliyokuu. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo amri iliyokuu, watu wa Mungu, unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Hiyo ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, maana yake atakuwa ni wa kwanza juu ya vitu vyako vingine vyote, juu ya mali zako, juu ya familia yako, juu ya kila kitu chako. He will be the first. Mtu yoyote unayempenda utampa priority ya kila jambo unalolifanya. Endelea na hiyo ya pili, amri ya pili. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii. Nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Utampenda jirani yako sasa kama nafsi yako. Sasa hapa kumpenda jirani, ukiongelea ishu ya upendo, unaongelea mambo mengi sana. Unaongelea kutomkasirisha mtu, unaongelea kwenye kusamehe, unaongelea kuendelea kushikilia mambo rohoni mwako yale mtu aliyokuuzi, unaongelea kupatia, kusaidia, unaongelea kufanya mambo yote yanayofanana na upendo. Ulianza kumpenda Mungu, sasa umpende na jirani, kwa sababu usipokuwa na upendo na ukasema unampenda Mungu, haujawa Mkristo, kwa sababu Kristo mwenyewe ni upendo. Sawa, watu wa Mungu, tumeelewana? Haya, tuje stage number 4. Stage number 4. Hizi stage zote nazoziongelea hapa, watu wa Mungu, ninatafuta huyu mwanafunzi wa Yesu aweje. Maana niliwaambia 90% ya Wakristo hawajui kwa nini wako kanisani. 90%. Sasa nikakuambia kumbe unatakiwa ujue kwamba unakwenda kanisani ili kutafuta kuwa mwanafunzi wa Yesu. Yule anayesimama mbele akikuhubiria anapaswa kukupatia vitu ambavyo vitakufanya uwe mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu tangu wakati wa mitume alichowaagiza Kristo ni kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza na kuwafundisha yale aliyowaelekeza. Kwa hiyo ndio purpose ya kwenda kanisani. Sio kanisani hatuendi kutafuta utajiri na mali. Kanisani hatuendi kuwa motivational speaker tukiambiwa namna ya kupata fedha. Namna ya kupata fedha tutatafuta wale ambao wameshafanikiwa tayari. Kanisani tunaenda kutiana moyo juu ya huu wanafunzi wetu ili tumalize salama. Haya, stage number 4 inasema achana na mambo ya mwilini. Ni katika kitabu cha 1 John, waraka wa kwanza wa Yohana, sawa? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema,
Msiipende dunia, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kumpenda Baba hakuwezi kuwa ndani yake. Mambo ya dunia ni yale mambo tunayoyapenda ya kila siku, yale mambo ya mwilini, yale yanahusiana na vitu vya mwilini, yale yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku, yale tunayoyapenda sana. Ni mengi sana mambo ya dunia. Yale yote unayoona yasiyompendeza Mungu, yote ni ya duniani. Unapenda kunywa pombe, unapenda club, unapenda fedha, unapenda kufanya starehe, unapenda kwenda huku, unapenda kwenda kule, unapenda kucheza mziki. Hayo yote ni mambo ya dunia. Kwa hiyo anasema kama Mkristo, regardless ya dhehebu lilopo, ukiwa unaipenda dunia, hauwezi kuwa tena kurudi ukasema wewe ni mwanafunzi wa Yesu au unampenda Mungu. Haiwezekani. Kwa hiyo hapa, usiipende dunia. Stage number 4. Stage number 5. Stage 5 inasema uwe na imani. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 2 mstari wa 17. Yakobo sura ya 2 mstari wa 17. Biblia inasema imani, vivyo hivyo na imani, isipokuwa ina matendo. Imani yenu hii mnayosema tunampenda Kristo, tusipokuwa na matendo ya hiyo imani yetu, imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo huwezi kuwa na imani unasema mimi mdomoni nina imani na Mungu wangu, namtumainia Mungu, wakati matendo yako ni ya yule mwovu, ni ya Ibilisi, alafu ukasema wewe ni mwanafunzi wa Yesu au unampenda Yesu. Hiyo, watu wa Mungu, ni kujidanganya nafsini mwetu. Na nimetangulia kusema tunajidanganya nafsini mwetu. Kwa hiyo tunakwenda kanisani kujaza kanisa, lakini tunachokifanya hakuna mbele za Mungu. Hii lazima uwe na imani yenye matendo. Matendo ndiyo yanayotutambulisha kama Wakristo, ndiyo yanayotuonyesha kwamba sisi tunampenda Kristo, ndiyo yanayotuonyesha kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Stage 5, 6 na ya mwisho. Stage 6, tanisomea kitabu cha Luka sura ya 9:62 kama sikosei. Yes, sura ya 9 mstari wa 62. Kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 62. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima, kisha akaangalia nyuma, hafai kwa ufalme wa Mungu. Sasa hapa, watu wa Mungu, ndipo ambapo Wakristo wengi tunafeli. Kuna watu wanaanza na moto wa ajabu, wanampenda Mungu kweli kweli, wanafunga na kuomba, wanamlilia Mungu, lakini wanakosa kitu kinaitwa perseverance, wanakosa consistency, unakosa mwendelezo. Ndio maana hili neno linasema mtu yoyote atakayetia mkono wake kulima, yani ukiamua sasa kusema kwamba umepiga hesabu huku, kumbuka stage namba 1, umepiga hesabu, ukajikana nafsi, ukafuata amri iliyo kuu, ukaacha mambo ya dunia, ukawa na imani yenye matendo. Sasa unatakiwa na kitu kinaitwa consistency, perseverance, mwendelezo wa hiyo imani yako. Hapa, watu wa Mungu, nitawakumbusha, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Ayubu, kuna mtu alikuwa anaitwa Daniel, kati ya wachache, na kuna mtu alikuwa anaitwa Joseph.
Ayubu alikuwa na kitu kinaitwa uvumilivu. Ayubu alikuwa ni mvumilivu. Pamoja na changamoto zote Ayubu alizopitia, hakumkana Kristo, na wakati wote Ayubu alikuwa anajiambia nafsini mwake kwamba mimi sina hatia. Hakuwa na hukumu ndani mwake, yeye kama yeye hakuwa na hiyo hukumu kwamba mimi nimemkosea Mungu. Ndio hiyo tunasema uwe na mwendelezo sasa wa hicho unachokiamini. Na hapa ndo Wakristo wengi, wachungaji na waumini, nguvu inaishiaga hapo, mwendelezo. Pili, mwangalie Danieli. Danieli alipita katika wafalme watatu. Alipita kwa Nebukadreza, akitabiri kwa Nebukadreza, akimtolea ufafanuzi wa ndoto yake Nebukadreza. Akaenda kwa Belshaza, mtoto wa Nebukadreza, akaenda kumtolea maana ya ndoto. Akaenda kwa Dario. Danieli kwa wafalme watatu. Wote hao walipotaka mtu wa kutoa tafsiri ya ndoto zao au jambo lolote, walimfuata Danieli. Tazama hiyo consistency, watu wa Mungu. Tazama mwendelezo, tazama huo uvumilivu, tazama huko kukiri kwake kwa Danieli kulivyokuwa mwendelezo. Mtu mwingine ni Josefu, kati ya wachache nimesema. Kati ya changamoto zote Josefu alizozipitia, alikuwa mvumilivu wakati wote. Hakuna mahali alifanya kosa. Tazama Josefu alipofika baada ya kutoka gerezani, sasa mfalme alichokisema, alisema hivi: tumpate wapi mtu wa namna hii mwenye Mungu ndani yake? Jina la Baba, jina la Mungu likatukuzwa ndani ya Josefu kwa sababu ya uvumilivu wake aliokuwa nao wakati wote. Maana yangu ni nini sasa? Maana yangu ni hapa: ukiwa umeamua kumfuata Kristo, ukasema unataka kuwa mwanafunzi wa Kristo, ni vizuri sana ukajenga misingi. Na hiyo ndio purpose sasa ya lile swali nililouliza, unaenda kanisani. Kwa nini unaenda kanisani? Ili ukalisikia neno litakalo kujenga na kukufanya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo ukiwa uko kwenye kanisa lolote lile ambalo halikujengi kuwa mwanafunzi wa Kristo, wewe ni sawa na Mafarisayo na Masadukayo, wale Yesu aliowakuta. Wameshika dini, wako kwenye dini, wanaamini juu ya dini zao, lakini Yesu akiwatazama mioyoni mwao ni meupe, hawajui wanachokiamini. Kwa hiyo wewe kama unajiita Mkristo, popote pale ulipo, ni lazima ufuate hizi stages 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili ukamilishe kuwa mwanafunzi wa Kristo. Nje ya hapo, wewe ni mtu tu wa kawaida unayejua Kristo kwamba yupo, una tofauti na asiyeamini. Lengo langu mimi ninachokifanya, ninapanda mbegu iliyo njema. Yamkini katika mbegu inayopanda, japokuwa itaota na magugu, yatakuwemo magugu ndani yake, lakini atakuwepo mmoja ambaye atasema hii ndio kweli, na kwa sababu hii ndio kweli, ataifuata hiyo kweli. Na tukumbuke, watu wa Mungu, Kristo hakuja kwa sababu ya watu, alikuja kwa sababu ya watu wote, lakini watakaomfuata ni wachache, sio wote watakaolisikia neno wakamfuata, kwa sababu neno lake linasema wa Ibilisi ni dhahiri na wa Mungu ni dhahiri. Kuna watu wakisikia watatafakari, watasema kwa nini niko kanisani? Kweli kabisa, kwa nini niko kanisani?
Kwa nini naenda kanisani? Naenda kujaza viti vya kanisani nionekane niko kanisani, au naenda kujengwa niwe mwanafunzi wa Kristo? Kwa hiyo huyu atakayesikia na kusema mimi nataka kuwa mwanafunzi wa Kristo, ili nikisema ninampenda Yesu iwe inatoka ndani yangu. Na ukiwa unajua kwamba tuna muda mfupi duniani, basi na iwe heri kwako, kwa sababu ukiangalia mitume wote wa Kristo wale, Paulo alipitia shida nyingi sana kwa ajili ya Injili, lakini anasema nimeyatafakari mambo yote, nimeona kuwa kama mavi kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Yeye alifata, alisema mimi nitakuwa mwanafunzi wa Yesu mpaka mwisho. Ukimwangalia Stefano alisimama akapigwa mawe mpaka anakufa. Alikubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Ukiangalia kina Petro, changamoto ni hizo hizo za kutiwa magerezani. Wote wanafunzi wa Yesu walipitia changamoto ngumu na mbaya. Kwa hiyo na sisi sasa ambao tunajiita wa Kristo sasa, tusiwe watu wa dini. Don't stuck. Usikae kwenye dini ikakuingia kichwani ukaacha kutafuta maarifa. Neno la Mungu linasema watu wangu wanapotea kwa sababu hawana maarifa. Ukikaa kwenye dini utakosa maarifa. Utaishia kusema mimi ni wa huku, mimi ni wa huku, mimi sitoki huku, mimi ndo huku naabudu huku ndo. Don't be like that. Wewe unachopaswa kukifanya kama Mkristo, follow Christ. Mfate Kristo, siifate dini. Ukiifata dini utafanana na Mafarisayo na Masadukayo, wale Yesu aliyokuwa anawaambia, nyinyi watu mnasafisha vikombe vyenu kwa nje wakati ndani vimeoza. Nyinyi mmefananishwa na yale makaburi. Mtu anajenga kaburi, analiwekea marumaru na msalaba mzuri, lakini ndani maiti inaoza. Kwa hiyo kama umefunga, unamwabudu Mungu regardless na dhehebu lilopo, jitahidi sana kuwa mwanafunzi wa Yesu. Mafundisho haya yatakujenga. Hata kama sasa hivi utaendelea na dhambi, utasema kwenye hatua ya mwanzo niliyosema, ukipiga hesabu ukaona mimi siwezi, kwenye hatua ya mwanzo, kwa sababu labda ya ujana, kwa sababu ya maisha ya sasa hivi, starehe na nini, unaona mimi bado, yamkini Mungu atakupa neema ya kufika umri fulani ambao vitu vyote vitakuwa havina maana tena. Utarudi kwenye msingi na utapata hiyo neema. Kama ile Paulo alikuwa anasema kule niendako sijafika, lakini ninajua nitajikwaa. Nitakaza mwendo, kamwe sitageuka nyuma. Na tumezoea kusema ule msemo wa Paulo aliokuwa anasema, mwendo nimeumaliza. Msomaji wangu unasemaje tena? Mwendo nimeumaliza, kazi yake nimemaliza, mwendo nimemaliza, imani nimeirinda. Kwa hiyo sasa, imani unairindaje? Unairinda imani tukikuangalia matendo yako, na imani yako ina reflect kuwa mwanafunzi wa Yesu, ndio umeirinda imani. Vinginevyo itakuwa ni business as usual. Kwa hiyo mimi nilichokifanya, nimekufundisha tu, nimekukumbusha tu kwamba ili uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima upitie stage, bila kujali uko dhehebu gani, kwa sababu wote ni Wakristo, tunamwamini. Na nimekusomea Biblia ambayo wote tunaiamini, uwe Msabato, uwe Mroma, uwe Mluteri, uwe Pentecost, wote tunaamini Biblia, na nimekusomea Biblia. Sasa wewe endelea kubaki na dini, unasema mimi bwana ni Msabato, mimi bwana ni Mluteri, mimi bwana ni Roma, mimi bwana ni Mpete, mimi bwana ni huyu, mimi bwana sali kwa mtume na nabii, mimi hapana. Sali sawa, lakini usitoke kwenye huu msingi. Foundation ni nini? Ni kuwa wanafunzi wa Yesu.
na kwa sababu hiyo ndio foundation, kila kanisa utakalokwenda lazima liwe na huo msingi. Lisipokuwa na huo msingi, that is not a church. Kwa hiyo ukienda wewe kanisani, unaenda kujaza viti, maana hata kile unachojifunza hakina maana, kwa sababu ndugu zanguni, neno la Mungu linasema giza na nuru havikai pamoja. Kwa hiyo wewe ukiwa unafundishwa, haufundishwi kuhusiana na mwili wa Kristo, haufundishwi kuhusiana na haya, uko gizani. Sema tu unaenda kanisani, unafuata zile taratibu, yaani wewe ni mtu wa kufuata taratibu, ndicho unachokifanya, lakini kiuhalisia umetoka. Sasa baada ya hayo, kwanza nilikuwa nataka niseme jambo lingine, kwamba watu wengi wameniomba sana nifundishe somo la zaka. Sasa bahati nzuri pia tumeanza ibada rasmi pale EB 25 Mbezi Beach pale Makonde, kituo cha Makonde Mbezi Beach. Baada ya kutoka kituo cha Goigi, nadhani kinachofuata ni Makonde. Kwa nyuma kituo kiko hapo, kwa hapa nyuma kuna jengo limeandikwa EB 25, chini ina mgahawa. Floor ya pili pale VIP kuna sehemu tumeanzisha huduma pale, tunakuwepo kila Jumapili kuanzia saa 3:30 asubuhi mpaka saa 6. Tuna ibada tu ya 2 hours and a half. Lengo letu sisi ni kufundisha neno la Mungu kila anaitwa Mkristo, na siku hiyo nitakuwa nalifundisha somo la zaka. Kwa nini unatoa zaka? Unapaswa utoe zaka ya namna gani na wapi? Kwa nini unatoa zaka? Unapaswa utoe zaka ya namna gani na wapi na iweje? Tutalifundisha hilo somo siku ya Jumapili hapo Mbezi Beach EB 25 Makonde. Kwa wale mtakaopata faida ya kuja, Mungu awabariki. Wale ambao wengine mko nje au pengine hamwezi kufika, msijali, somo hilo nitalifundisha tena, nitalirudia kulifundisha live kama hivi. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Naomba tuombe. Baba yetu uliye mwaminifu na mtifu, uketie patakatifu pa patakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako Mungu wangu. Tunaomba neno hili likawa manukato mbele ya kiti chako cha enzi, liwabadilishe watu wako Mungu wangu, wakati wote wao wanakumbuka kwamba kuna nyakati na majira na nyakati zaja ambazo tutaulizwa juu ya maneno haya ambayo Mungu wangu tuliyasikia. Na Baba yangu wa mbinguni, asiwepo hata mmoja atakayesema mimi sikusikia, bali wote tuseme tulisikia na tulielewa, ili Mungu wangu utakapokuwa wakati wa kutoa hukumu, kila mmoja ipate hukumu kwa namna ambavyo alivyolisikia neno. Na utusaidie tusio watu wa kuishi ndani ya dini, mafundisho ya kila siku. Tumekaa kwenye dini huku tukiendelea na uovu wetu, kana kwamba dini zimegeuka kuwa Mungu wetu. Hizi dini Mungu wangu haukuzileta Baba yangu. Ulichowaambiza wanafunzi wako ni kwamba wazunguke ulimwengu, wawafanye watu kuwa wanafunzi. Na kuwa mwanafunzi wa Kristo, umetuambia katika maandiko, umesema lazima tujikane nafsi na tuubebe msalaba wetu kila siku. Sasa Baba yangu, tunachokifanya hatuubebi msalaba, tunakwenda makanisani na kwenda kama mazoea ya kila siku. Msalaba hatuubebi, wala njia zako hatuzifati, wala imani. Tuna imani isiyokuwa na matendo ambayo imekwisha kufa. Utusaidie katika hayo, tumalize salama, ili utukufu wako ule wa mwisho uwe mwema kuliko wa kwanza. Katika Kristo Yesu tunaomba, amen.